apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Ambayo kufanya leo kuja hapa na wageni wetu nyinyi wazoefu wa miili ya Mafia, mnajua kwamba vyombo vinavyotumika hapa ni maji na vyombo vya anga. Sasa na muda ambao wanatakiwa kurudi wageni wetu ni muda uponyaji sana. Kwa hivyo nimeisitisha ratiba ili niweze kutoa salamu fupi na nimkaribishe mgeni rasmi aseme na kisha aendeshe harambee. Tumekuja hapa kwa ajili ya harambee, ile kasida maalum iliyoandaliwa kwa Mheshimiwa Mufti wakati nduzi wa jiwe la msingi unapokuwa kufanywa kuwekwa ile jiwe, basi ile kasida itasomwa swali Mtume. Mimi niseme moja, Mheshimiwa Sheikh Hamid bin Masudi Jongo, Kaimu Mufti, hii ni ziara yangu ya 3 kuja Mafia. Nimekuja safari ya kwanza Mafia, nimeikuta ikiwa na Waislamu walioshikamana kwa kiasi kikubwa sana, viongozi wao wote wakiwa Baba Hussein al-Adina, lakini kulikuwa na udhaifu mkubwa wa baraza, kitu ambacho kilinilazimu mimi na ujumbe wangu wakati wa mkoa na katibu wa mkoa ambao tulikaa hapa siku 4 tukaunda kamati 6 za kimaendeleo. Haya unayoona leo starting point yake au sio, masala yake msingi wake ni kile ambacho tulikifanya katika ziara ile ya kuunda kamati hizi 6. Lakini pia kuna mabadiliko ambayo yalifanyika, mabadiliko ambayo ulikuja kuyafanya wewe kwa niaba ya Mufti, mabadiliko ya kiuongozi. Mzee wetu, baba yetu, shekhe wetu, mwalimu wetu, bingwa mirathi na mambo ya wilaya, tulimwomba Mheshimiwa Mufti kwa kuwa huyu ni bingwa wa kisheria, basi amkabidhi kitengo cha kusimamia sheria hapa Mafia, na wewe ukaja ukiambatana na huyo vile katibu maalum wa Mheshimiwa Mufti Sheikh Musa Bidemedi kuja kutoa barua rasmi ya kumkabidhi Sheikh wa wilaya kuwa ni kadhi wa wilaya ya Mafia. Lakini pia akafanyika mabadiliko ya kumpa kijana Ustadh Nuh Saleh ili awe kaimu shekhe wa wilaya. Haya mabadiliko yaliyofanyika na kamati tulizoziunda na umoja na mshikamano, billahi alaika, Mafia hivi sasa katika upande wa Uislamu wanahitaji kinaziziki tu kwa waasisi waweze kufunga mabao. Na hili jukumu lako Ustadh Nuh. Mimi ni shekhe wako wa mkoa, huwa sina muhali na sipendezi maneno. Kwenye mitandao mnatuona wanashia Jongo jinsi tunavyokosiana, basi vile wanapokuja na ndivyo tunavyowapokea hivyo hivyo. Zile hutuba za Ijumaa za kuzungumzia na watu ulimwenguni, sasa muda wake tena upo, lakini sio katika lemba. Hutuba lazima ziende na waqi'. Kwa hiyo tunahitaji Mafia uipeleke kiuhalisia,
vijana wanakutegemea wewe kijana. Sasa ukipeleka kizee, mimi nikija huko nikiona tena unashindwa, utakuwa hakuna tofauti. Sawa? Kwa hiyo tunahitaji mafi ya maendeleo. Kata zote hivi sasa zimepata uongozi. Usimamie maendeleo ya Waislamu wasigawanyike, wawe kitu kimoja. Hiki ndio kitu ambacho Mheshimiwa Mufti anakihitaji sana, na mimi nasisitiza kwako kwamba haya ni mambo ambayo makubwa yanafanyika, kwamba baraza hivi sasa lina heshima kubwa sana tokea pale airport. Hali hii ameiona mwakilishi wa Mufti na kufika hapa. Kwa hivyo Waislamu msigawanyike kwa misingi ya aina yoyote. Nyinyi kauli yenu ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo hii ndiyo sura ya mafia kwa ufupi, Mheshimiwa Kaimu Mufti, katika hafla hii. La pili, panafanyika harambee sasa hivi. Yameelezwa mengi, lakini katika kutoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anathibitisha ule umuhimu wa kutoa. Anasema katika hadithi yake, idha asbaha ibn adam la yusbihu ibn adam illa wa malakani yanzurani ilayhi. Mwanadamu hawezi akapambazukiwa na asubuhi isipokuwa kuna malaika wawili wanaomteremkia kila siku. Na hivi sasa tumekaa hapa, kila mtu ana malaika wawili. Yakulu ahaduhuma, mmoja wao anasema, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe anayetoa ziada. Dua hii anaiomba malaika. Kila atakayetoa la hapa, basi malaika anamwombea, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe anayetoa ziada, wa a'ti munfiqan khalafa. Na yule mwingine naye anasema, Mwenyezi Mungu mpe anayezuia uharibifu. Sasa mtu leo hapa akija na mzigo wake, alafu akawa hakuutoa mfukoni karudi nao nyumbani, basi hii dua ya malaika wa pili inakuhusu, kwamba yeye anaomba Mwenyezi Mungu, huyo ambaye leo hakuchangia mharibie, mpe majanga. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sheikh Hamid Masud Jongo, wewe ni bingwa wa kufanikisha majambo haya, lakini pia ni mtu ambaye ana weledi mkubwa, na mimi kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Pwani nikupongeze sana. Kuna mambo ya kijinga yametokea ndani ya nchi yetu katika wiki hizi 2-3. Yeye alisimama na mimi nikasimama, kwa sababu hii Tanzania ni nchi ambayo haina dini, isipokuwa sisi watu wake tuna dini zetu. Na hii Tanzania ni nchi ambayo tunajiamulia majambo yetu wenyewe. Hatuamuliwi majambo yetu na bunge la Ulaya, wala hatuamuliwi majambo yetu na mtu yeyote. Kwa hivyo pale ambapo anakuja mtu kutuingilia katika majambo yetu, basi na sisi muda huo tunakuwa ni watu wa kutumia maandiko ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukataza uovu huo. Jambo hili alisema Sheikh Hamid Jongo na mimi nikawa nyuma yake. Lakini juzi hapa tuliona kuna wanaharakati walitoka nchi fulani ya jirani, waliingia ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kauli yake kuvielekeza vyombo vya ulinzi na usalama. Wewe ni mkabirati sauti. Kwa hiyo Suluhu Hassan kwa maelekezo aliyotoa kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwamba wahakikishe kwamba yoyote anayekuja kufanya hatarisho la uvunjifu wa amani au ametoka nje au ndani ya Tanzania anadhibitiwa. Kwa hivyo walimu wa madrasa tumunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, maimamu wa misikiti, Waislamu wa Tanzania tumunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuisimamia nchi hii, na tunalaani wale wanaharakati ambao wanatoka katika miji yao kuja ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutaka kufanya chokochoko. Lakini pia tunawashukuru wa Kenya kwa na wao walipinga jambo hilo, waliwaradi vikali sana wale wanaharakati mchwala waliokuja hapa.
aqulu qawli hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu.